بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالخلق علما وإيجادا، أحمده تعالى وأشكره، يبتلي عباده تمحيصا وإسعادا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وسلم تسليما كثيرا مزيدا يزداد ازديادا. أما بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى. Tukiwa leo tuko ndani ya siku ya Jumatano na ikiwa sambamba na tarehe 30 ya mwezi wa 7 mwaka 2025 miladia, na muafaka na tarehe 5 mwezi wa 2 ambao ni Safar mwaka 1447 Hijria. Tupo ndani ya mwendelezo wa kitabu Bulughul Marami min adillati al-ahkami cha al-Imam al-Hafidh Abu al-Fadli ambaye Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi Ash-Shafi'i. Na leo mlango wetu ni mlango uliokuwa na unwani babu izalati najasati wa bayaniha, na yafaa kusoma babun izalatu najasati wa bayanuha. Kwa hiyo unwani au kichwa cha habari cha mlango huu unasomeka kwa sampuli mbili, yafaa yajuzu kusoma kwa sampuli mbili. Na ama tarjama yake, mlango unaoelezea kuhusu kuondoa najisi na ubainifu wa huko kuondoa, kadhalika na ubainifu wa hiyo najisi, sababu hiyo ima yarejea kwenye an-najasa au iwe yarejea kwenye izala. Na kwa sababu kaelezea tahara kule, kwa maana vilivyobakia itakuwa sio tahara. Salamu alaykum. Kwa kile kilichokuwa kimebakia kwenye kuelezewa ni namna ya kuiondoa najisi pale ambapo itakaa, ima ni kwenye sehemu au kwenye nguo au kwa mtu mwenyewe binafsi. Na ikiwa hii ni hadithi ya 22, jana tulisoma kuanzia hadithi ya mwanzo mpaka 21. Leo tunaendelea kwenye hadithi ya 22 ambayo kaipokea sahaba Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Tulisema huyu sahaba ndiye sahaba ambaye alimhudumikia mtume si chini ya miaka 10. Mama yake alimpeleka kwa mtume toka ni mdogo, kama ilivyokuwa ile jambo likifanyikana hata kwa wazee wa zamani. Walikuwa kimwona mtu anafaa kumsimamia mtoto wake, anampeleka, nilelee mtoto wangu, walikuwa wakifanya hilo. Hadithi ya 22 an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 'anil khamri tutakhadhu khallan. Aliulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu pombe ambayo hufanywa kwamba ni siki. Sio lile siki la gogo, siki ni ile pombe ambayo
wanakusudia hapa kwamba imeshaondoka athari ya kule kulewesha, haileweshi tena. Sasa aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu pombe ambayo inafanywa isileweshe, kwa sababu kuna vitu viwili, kuna kukaa yenyewe mpaka ikawa haileweshi na kuna kufanywa isileweshe. Sasa Mtume hakuulizwa kuhusu kukaa yenyewe mpaka ikawa haileweshi tena, bali aliulizwa kuhusu kuifanya isileweshe, ani pombe. Faqala la, Mtume akasema hapana, hapana. Kwa maana hapa maelezo ambayo wanayatoa ulama na kadhalika pia kwenye hadithi mbalimbali ikiwemo al-Imamu al-Fawzani Allah mhifadhi kuhusu pombe. Pombe imeitwa pombe kwa sababu yafunika akili. Summiyat khamran liannaha tukhamiru al-aqla, sababu huifunika akili, ikawa mtu anachokiongea hakielewi, kinachoongelewa pia haelewi, akili ishafunikika. Kadhalika watughatihi, ikiwa ina maana moja, wa huwa taghtiya. Hayo ni maelezo wa Sheikh Fauzani. Na kadhalika Sheikh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, wakati akitolea maelezo hii hadithi akatoa maelezo na kusema kwamba yadullu al-hadithu ala anna al-khamra muharramatun, hadithi yajulisha kwamba pombe ni haramu, pombe ni haramu. Kadhalika fa'ilajuha litauda khallan la yajuzu, kule kuitengeneza ili iwe haileweshi haifai, kuitengeneza ili iwe haileweshi hiyo pombe haifai. Walau binaqliha min dhillin ila shamsin au aksihi, hata kama ni kwa kuihamisha hiyo pombe kutoka kwenye kivuli kwenda kwenye jua ili isileweshe, na kinyume chake kutoka kwenye jua kwenda kwenye kivuli kwa lengo la kwamba isileweshe haifai. Ndio maelezo ambayo kataja. Anasema amma idha takhallalat binafsiha biduni takhlilin, ama itakapobadilika yenyewe hiyo pombe hiyo ikakawe mpaka ikabadilika yenyewe kabisa, haijabadilishwa, basi nasema bi an inqalabat min kauniha khamran ila an sarat khallan, kwa kule kubadilika kwake kutoka kwenye kuwa pombe mpaka ikawasiki haileweshi tena. Fa innaha tubahu, wakati huo itakuwa halali, itakuwa halali kutumia matumizi mengine, kutumia mwenyewe kwa sababu imebadilika yenyewe. Lianna ghalayanaha almuttarib qad zala, kwa sababu kule kuchemka kwake kuna kugongana gongana kule ambako ndio kuna kolewesha, qad zala, kumeshaondoka. Fasarat mubahatan, ikawa hapo ni mubaha, ni halali. Walqaida alhukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, na kanuni kwenye hili inasema hivi, hukumu yatembea na sababu yake kupatikana na kukosekana. Ikipatikana sababu hukumu ipo, ikikosekana sababu hukumu haipo, kwa sababu alhukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Ndio maelezo ya Sheikh Al-Bassam. Na tulisema jana huyu ni mwanafunzi wa nani? Nilimtaja jana, kuna shekha nilimtaja. Huyu na Ibn Uthaymeen ni wanafunzi wa nani? Huyu Al-Bassam na Ibn Uthaymeen. Sawa, Ibn Uthaymeen ni mwanafunzi wa Ibn Baz kweli, lakini nataka nilimtaja jana. Al-Imam Saadi, Abdurrahman ibn Nasir al-Saadi, huyu na Ibn Uthaymeen ni wanafunzi wa shekhe huyo. Kadhalika hadithi hii akhrajahu Muslim wa Tirmidhi wa qala hasanun sahihun. Hadithi hii ipokea Imam Tirmidhi kadhalika na Imam Muslim,
na akasema Imam Tirmidhi kama hadithi hii ni hasan ambayo ni sahihi. Wa anhu radiyallahu anhu, na kutoka kwake yeye huyo Anas ibn Malik Allah amridhie, lamma qala, amesema lamma kana yawm Khaybar, pindi ilipokuwa ile siku ya Khaybar, vile vita vya Khaybar. Vita vya Khaybar amara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Aba Talha, alimuamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Talha, alimuamrisha Abu Talha ambaye ni Zaid ibn Sahl al-Ansari. Ni Abu Talha ambaye huyu ndiye aliyekuwa na yule mwanamke anaitwa Sulaim, ndiye aliyekuwa mkewe Salama, alikuwa mke wa mtume. Usije tukachanganya baina ya Salama na Sulaim. Kadhalika alimuamrisha mtume Abu Talha, fanada, Abu Talha kanadi, na an-nida ni raf'u sauti, kunyanyua sauti, akatoa sauti Abu Talha. Maamrisho yenyewe, inna Allaha wa rasulahu yanhayanikum, inna Allaha wa rasulahu yanhayanikum, hakika ya Allah na mtume wake wanakukatazeni nyinyi an luhumil humuril ahliya, kutokamana na nyama za punda viwongwe, au ni viwango wengine, au alam kama ni viwongwe viwangwe kwa Kiswahili virongwe au ni punda. Na punda hawa ni kinyume na ule punda anayeitwa au wale al-humurul wahshiyya, sio wale. Kuna al-humurul ahliya na al-humurul wahshiyya. Al-humuru al-ahliya ni hawa wanaopiga bakora wa mitaani, hawa ndio wale, na ndio walioharamishwa kuliwa wale. Ama al-humurul wahshiyya, pundamilia wale, zebra, wale ni halali kuwala, wale ni halali. Hawa hawa waliharamishwa kuliwa. Unaona kama mmeshangaa kusema zebra anafaa kuliwa. Kuna kitabu cha Sheikh Ibrahim al-Mazrui kinaitwa Ahkamul Hayawanat. Hebu mtu akipata wasa ana kitafute, muhimu, kimeelezea masuala ya ahkamu za wanyama. Hapo wengi, twiga pia analiwa, mpaka tembo katajwa mule kwamba analiwa, mpaka wanahitaji wale vile wale ambao wana miba, wale wana miba sana mwili mzima, nungunungu wale, so konokono nungunungu wale. Hapo wanyama wengi ambao wametoka kusukuliwa pale kwenye hilo. Sasa sio kuuliza nampataje ana miba, wenyewe wanajua anavyompata, sio kutaka uone kwamba kwa sababu hujui namna yanapopatwa kwamba hafai kuliwa. Jaiz. Fa innaha rijsun, hakika ya punda hawa virongwe hawa ni najisi. Muttafaqun alayhi, hadithi hii kaipokea nani? Al-Imam al-Bukhari, kadhalika na al-Imam Muslim. Ar-rijsu ma'anahu an-najisu, falhumuru al-ahliyatu najisa, wale punda hawa wa mitaani hawa ambao tuwaita punda virongwe, wale ni najisi wale. Wa madamas najisatan fa inna fadalataha takunu najisatan, na muda wa kuwa ni najisi, hakika ya mabaki yake yatakuwa pia nini? Najisi. Kadhalika akataja mabaki yake ambayo suuraha wa lu'abaha wa rauthaha wa baulaha, mabaki yake ambayo katumia, mfano kanyomaji shati ya najisi, si najisi yeye mwenyewe. Kadhalika na walu'ab, mate yake pia, wa rauf, kinyesi chake pia, wa baul pia, na nini? Mkojo wake. Wa maadamat najisatan fa inna fadalataha takunu najisatan
su'raha wa lu'abaha wa rawthaha wa bawlaha. Hayo ni maelezo ya Sheikh Salih Al-Fawzani, Allah amhifadhi. Kadhalika hadithi nyingine, wa an Amr ibn Kharija radiyallahu anhu, kutoka kwa Amr ibn Kharija, Allah amridhie, qala, amesema, khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bimina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifayya. Wahitaji maelezo hapo kidogo tu fahamiane. Alitukhutubia Mtume sallallahu alayhi wasallam na hali ya kuwa yeye yupo juu ya kipando chake ngamia wake, waluabuha yasilu ala katifayya, na mate ya kipando chake yanashirizika kwenye mabega yangu. Anaelezea Amr ibn Kharija, na kipando cha ngamia ilikuwa nini? Ngamia sio punda. Akhrajahu Ahmadu wa Tirmidhi wa sahahahu. Sheikh Fawzani anasema fihi dalilun ala taharati al-ibli, katika hadithi hii kuna dalili juu ya utahara wa ngamia. Haithu inna lu'aba an-naqa, pale ilipokuwa mate ya ngamia, akasema wal-lu'abu huwa ar-riq, na maana moja, yasilu ala katifi Amr ibn Kharija, kiasi ambacho yale mate ya ngamia yalikuwa yakichirizika kwenye mabega ya nani? Ya Amr ibn Kharija. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yarahu wa lam ya'murhu bighaslihi fadalla ala taharatihi, na Mtume alikuwa akimuona kwamba huyu ngamia wake mate yake yanachirizika kwenye mabega ya Amr ibn Kharija, na wala hakumuamrisha aoshe hayo mate, kwa maana kwamba Amr ibn Kharija alikuwa chini kamshika ile zimamu ambayo yuqadu bihi an-naqa, ile kamba ambayo hukokotwa kwayo ngamia. Sasa vile umemshika hivi, yale mate yakashuka hivi, Amr ibn Kharija yakawa akimwingia yale mate, na wala Mtume hakumuamrisha kwamba labda aoshe mwili wake. Yajulisha kwamba ngamia nini? Ni sio kwamba uhalali, sio hivyo tu, utahara pia. Utahara ndio kinachoongelewa hapa. Hatuzungumzii haramu. Haramu ni halali kuliwa, ila utahara bil khusus. Kadhalika wa an Aisha radhiyallahu anha, na kutoka kwa Aisha, Allah amridhie, qalat, amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yaghsilul maniya, alikuwa akiaosha manii. Na kuna manii, kuna almaniyu, na kuna alwadiyu, kadhalika na kuna almadhiyu. Tofauti. Na kiufupi tu, manini ambayo kutoka, tuseme kwamba kilele cha hisia za mtu. Nikisema hivi nadhani nimeeleweka kwa wale ambao ni mutazawijun. Hivyo mfano mwishoni mwa ndoa hivyo, au pengine mtu akaota, kuna bintul layli pengine. Na madhi ni yale ambayo kutoka mtu anapokuwa katamani, kana hisia za tendo la ndoa, akakaa hivyo mpaka japo insharosha nguo, yale madhi, sio manii. Kisha na kipengele cha mwisho ambao ni alwadhi, ambao tumeielezea hapa, ni yale maji ambayo kutoka, ambayo yanafanana na madhi mtu anapokojoa. Sometime, ahyana, sio kwamba kila wakati yanatoka, lakini ahyana. Hiyo ndio tofauti yake fupi kwenye baina ya maji ya sampuli hizo tatu. Kisha thumma yakhruju ila salati fi dhalika thawbi, kisha hutoka kwenda kwenye kuswali kwenye nguo hiyo ambayo ndio iliingia manii. Ilikuwa anayaosha manii tu ile sehemu, kisha anaenda kuswali na nguo ile.
Na kadhalika yani Sheikh Fawzan akasema la yughayyiru thawbahu, habadilishi nguo zake, nguo ni ile ile anaenda nayo. Na hapa li'annahu alayhi salatu wasalam laysa indahu ghayruhu, sababu mtume alikuwa hana nguo nyingine. Shangaza kama mtu ana nguo 5 6 alafu pia aona kwamba kidogo. Mtume ilikuwa imepokelewa ukiangalia zile ahadithi zilizokuja alikuwa na nguo 2 mtume. Kuna ile ambayo ni ya kuvaa kwa ajili ya wageni na ile hiyo ya Eid. Hiyo ni moja hiyo, ya Eid na kwa ajili ya wageni. Na kisha kuna hiyo ambayo anakuwa akivaa kwa ajili ya kwamba ni ya kawaida kwenye harakati zake. Ukiangalia hapa ukuta na mtume alikuwa na wake wangapi? Wengi. Tuishi hapo wengi. Sasa mtu ana nguo 20 alafu asema kwamba bado maisha magumu na hayatalegea hapo kwa hali hiyo. Kwa hiyo ndio hali ipo hivyo. Kisha akasema Sheikh Fauzani, faqad kana sallallahu alayhi wasallam yalbasu thawban wahidan libaitihi wa lisalatihi. Alikuwa mtume akivaa nguo hii moja kwenye kusali kwake na kwenye kuwa nyumbani kwake. Kadhalika naam, nasema Sheikh ndio kana lamma wasa'a Allahu alayhi yattakhidhu hullatan yalbasuha lilwufudi yatazayyanu biha. Pindi pale ambapo Allah alimfungulia yeye kidogo, maana akapata wasaa kwenye upande wa maisha mzuri vile, akatengeneza nguo ya pambo ambalo alikuwa akilivaa pambo hilo kwa ajili ya wageni na akijipamba kwa vazi hilo, kujipamba nalo. Lakinahu kana fi sairi ahwalihi yaishu aishatal masakin alayhi salatu wasalam. Lakini mtume alikuwa kwenye baki ya maisha yake na ahwali zake akiishi maisha ya kimaskini kwenye hali zake zote zilizobakia. Hiyo ndiyo hali inavyoonyesha. Na pia katika ambayo pia yapatikana katika hadithi hii kwamba mani haingii kwenye jumla ya najasat, haingii, basi sio najisi, sio najisi, kwa sababu kama lezi ingelikuwa ni najisi singetosheleza tu kuyaondoa yale manii. Ingelitakwa pengine hiyo nguo ioshwe, ifanyeje, ifuliwe hivyo. Wa ana anzuru ila athari alghasli, na Aisha anasema na mimi nilikuwa nikitazama kwenye ile athari ya nini, ya sehemu ambayo kaiosha yeye. Tazama bado ipo ile athari, sababu kaosha wakati ule kisha nenda zake wapi? Msikitini. Muttafaqun alayhi. Na Ibn Uthaymeen pia ana maelezo kwenye hili, ingawa yeye kasema yadullu alhadithu ala annahu yanbaghi izalatu athari almani sawaan qulna bi taharatihi au bi najasatihi wal mani laysa binajisin. Kama nilivyosema mimi kwamba mani sio najisi, kama tulivyotolea maelezo hilo kiufupi. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam lam ya'mur bighaslihi wa yumkinu an yuqasa 'ala al-mani kullu ma yustahya min ru'yatihi fa innahu yanbaghi lil-insani an yuzilahu an thawbihi. Ikasema kwamba manii sio najisi, lakini pia tunaweza tukafanya kipimo kwenye manii, kwenye kile ambacho yaonekana aibu kuonekana hicho kitu, pia nacho kikawa na hukumu ya manii kwamba kiondoshwe kama ilivyokuwa athari ya manii atakiondoshwe. Vile vile kile ambacho panaonekana aibu kuonekana hicho kitu, basi pia nacho kiondoshwe kwenye nguo. Sasa isiwe enda kuswali na mafua alafu yako hapa ala ujikeri mwenyewe, waenda tu hivyo na wayaona. Sasa kama huyaoni mwenyewe, ninasema vijana wajizima data wanaona hivyo kwani najisi wajitia usogora kama sio najisi. Hapana, sio hivyo. Muttafaqun alayhi wa limuslimin, na amepokea Imam Muslim anasema laqad kuntu afrukuhu min thawbi rasulillah. Aisha anasema kwamba ilikuwa nikiyakwangua hiyo mani aliambayo yamekauka kwenye nguo ya Mtume sallam farkan, kuyakwangua, alikuwa akiyakwangua. Fa yusalli fihi, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam yehusali kwenye nguo hiyo, kwenye hiyo nguo ambayo ina hayo mani. Wa fi lafdhin, katika tamko lingine, kuntu ahukuhu yabisan bidhufri min thawbihi, ilikuwa
kwa nguo vile yakiwa yamekauka, hali ya kuwa yamekauka, bidhufri, kwa kucha zangu. Kucha zake nani? Aisha radhiyallahu anha, min thawbihi, kutoka kwenye nguo zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi iko wazi kwenye hilo jambo. Kadhalika wa'an, na pia hapa Sheikh Fawzan pia akasema maniyul adami tahirun, mani ya mwanadamu tahara, kaelezea hivyo. Kwa sababu ukihukumia unajisi, ukienda kwenye kauli hiyo, binadamu wote ni najisi, sababu asili yao mani. Ukienda kwenye kauli ya kwamba najisi mani, sababu ndio imeelezewa kwamba asili ya mwanadamu mani, hivyo basi ni umhukumu najisi, sababu si ndio asili yake, sio najisi. Kauli iliyokuwa arrajih kwenye hili. Wa an Abi Samhi radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Abu Samhi ambaye akiitwa Iyad, alikuwa ni khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amesema, qala Abu Samhi amesema, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallam, yughsal, qala sio kana, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min bawli al-jariya, pataoshwa kutokana na mkojo wa jariya. Na al-jariya ni mukabil ya ghulam, ni mwanamke ambaye anakaribia kubaleghe, kama ilivyokuwa al-ghulam ni kijana ambaye anakaribia nini? Kubaleghe. Na as-sabiyu ni mtoto mdogo, ashabu ni ambaye kashabaleghe. Ndio maana Mtume hakusema ya ma'shara al-ghilman man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, alisema ya ma'shara ash-shabab, kwa maana ambao ni washabaleghe, washafikia umri wa kubaleghe. Wa yurashu min bawli al-ghulam, na kisha kurashiwa maji, kule kunyunyizwa maji kwenye mkojo wa al-ghulam, kijana ambaye ni jina lake ni mukabili ya al-jariya. Na Sheikh Fawzani pia akaelezea hilo ambalo lipo kwenye hadithi hapa, ameelezea kwenye hilo. Akhrajahu Abu Daud wa an-Nasa'i wa sahahahu al-Hakim, hadithi ikipokea Abu Daud na Imam an-Nasa'i na akisahihisha al-Imam al-Hakim. Na hayo mambo kwenye maelezo yao yapo mengi. Na al-Imam al-Abbasam anasema yadullu al-hadithu ala anna bawl al-binti najisun ka ghayrihi min an-najasati walau kanat fi sinni ar-radha'i. Ajulisha hadithi hii kwamba ule mkojo wa binti ni najisi kama najisi nyingine, hata kama atakuwa yupo katika mwaka wa kunyonya, wala ananyonya. Wa bawl al-ghulam, kwa maana wayadullu al-hadithu ala anna bawl al-ghulami alladhi lam ya'kul at-ta'ama li shahwatin najisun, na kwamba mkojo wa kijana, mtoto mdogo yule ambaye ni wa kiume, ambaye anakaribia bulugh vile, ambaye hajakula chakula kwa kutamani, pia najisi. Lakini walakinna najasatahu akhaffu najasa min bawli al-binti, lakini najisi ya huyu kijana wa kiume, mtoto mdogo wa kiume ule, ni nyepesi kuliko najisi ya binti. Fayakfi fi tathhiri ma asabahu bawlul ghulami rashahu bilma'i faqat, yatosheleza kwenye kutoharisha. Fayakfi fi tathhiri, sio rashuhu fa'il wa yakfi. Fayakfi fi tathhiri ma asabahu bawlul ghulami rashuhu bilma'i faqat, yatosheleza kuosha, kwa maana kutoharisha kile ambacho kimesibiwa na mkojo wa kijana, kunyunyizia kwake hicho kitu kilichopatwa na huo mkojo kwa maji tu, tuna ghasli pasi na kuosha. Hiyo ndiyo maelezo kuhusu jambo hilo. Kadhalika wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhu, kutoka kwa Asma ambaye ni binti ya Abu Bakr, Asma ambaye ndiye mwanamke wa mwanzo aliyezaa watu walipohamia Madina. Kwa alihama huyo aliyekuwa ni mjamzito, na akamzaa Abdullah ibn Zubair, na Asma ambaye ni ndugu na Aisha aliyekuwa mke wake Mtume. Kwa hiyo huyu alikuwa ni nani? Mshemu wake Mtume, huyo Asma, shemeji yake Mtume. Na huyo Abdullah ibn Zubair ndio katika waliouawa na Hajjaj
ibn Yusuf al-Thaqafi. Wanachuoni hawakumkufurisha ila wamemfasikisha baadhi yao, kwa sababu alifanya mambo makubwa, alimuua huyu